Hata tunapozungumzia chipsi, watu wengi wanapenda kuiweka kama junk food. Lakini changamoto kubwa ya chipsi sio viazi. Viazi ni wanga. Ni mpishi sasa hapo ndo anataka kwenda kwenye mafuta. Msikilize. Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kukaanga. Mafuta. No, sio mafuta. Kukaanga. Kwani hata nikiwa napika labda maharage, sina tumia mafuta. Mafuta yenyewe vitunguu nini nitaonga pale baadaye nitapika. So when you say kukaanga you mean what? Kukaanga, ukichukua chakula, ukiweka kwenye mafuta kinazama kabisa. Deep. Alafu unatulia kinapigwa na moto, kinakonga na mafuta. Alafu baadaye unakila. Kuna zile chips za kiume ikauke sana. Hiyo ndo mbaya zaidi. Sasa inakaa make inakaa kwenye mafuta muda mwingi. Inapoka kwenye mafuta changamoto kubwa zinakuwa ni mbili. Changamoto ile mafuta yenyewe kwanza yanakuwa yana sumu ile ndio tunazitaga free radicals. Umesema mwanzo kwamba tunatakiwa kula wali wa brown, si ndio? Pilau ni salama kwa hiyo. No. Wewe sikiza. Mimi nimeshamuelewa mwalimu. Pilau ameiedit. Imeeditiwa. Kuna clip fulani ile mtu anachukua mawe anayapaka rangi nyeusi kama. Kwa hiyo pilau imeeditiwa. Imeeditiwa. I have a business idea. Kawe au waki ule. Speaking of that, juzi I think kama wiki kadhaa hivi nyuma kuna mchekeshaji Koi Mzungu ameanzisha kampeni yake ya kukataza watu kula takataka. Anaambia watu msile takataka, acheni kula takataka na nini na vitu kama hivyo. Binafsi nikaa nafikiria sasa hapa takataka. Niliungana na watu wote ambao walikuwa kwenye comment pale wanauliza mbona sisi tumeanza kula takataka tangu bado ni wadogo. Hizo unazoita leo takataka ndo ambazo zimekulea. Speaking of chakula like kuku, nyama, zimekuwa takataka sijui na vitu kama hizo. Alafu ndo sasa maswali ya msingi yanakuja kujiuliza, kwa nini tumefika ukubwani ndio hivi vyakula vimeanza kuwa takataka? Yaani kwa nini tumefika hapa 2024 2025 ndio hivi vyakula vimeanza kuonekana kama ni takataka? Tena 2026 zaidi ndio wanasema pesa junky food. Watoto wa kesho siku hizo wanaita junky food. Na ndo wanakula. Why kwa nini hivi vyakula? Kwanza tuambie ni kama kidaktari, kiafya zaidi. Ni vyakula gani na vyakula gani ambavyo ni takataka? Na kusema takataka unamaanisha nini? Yaani vyakula ambavyo wali yani tuongelee vyakula ambavyo havina faida kubwa kwenye mwili wako. Kuzungumzia faida, ukimsikiza Koi Mzungu anachokisema sio kwamba ni vyakula ambavyo havina faida. Ni vyakula ambavyo let's say chipsi, junky food. Like wali, acha kula wali. Nishakatazwa kula chips. Kama kuna yule mama, kuna ile sauti ile trend anasema hawezi kukubali mwanaume anayekula wali. Tuliambiwaga wanaume ondokea Sinza hatuna nguvu. Kisa tunakula wali. Chips mayai utasikia yai lisika. Hapo kwenye chips pia tutabidi tumuongee na daktari. Kwanza ni vyakula gani ambavyo ni takataka na vyakula vipi ambavyo sio takataka? Au kwa Kiingereza, which kind of food are junky? Junky food. Kwa ukisema junky unamaanisha ndio takataka hiyo. Yeah. Okay. Tunapozungumzia junky food. Nisema labda kwa neno moja ambalo litakumbukwa muda wote. Ni processed food. Vyakula vilivyosindikwa. Ambavyo hutumii okay, come again. Afu kasukumia na kamfano waka yako. Na kamfano. Okay. Mfano. Kuna vile vyakula vimetengenezwa sio fresh. Vimewekwa kwenye packed. Sawa? Okay. Vyakula viko vingi kweli kweli, list inaweza isiishe hapa. Ukitaka kupata picha. Vyakula sawa. Vyakula vinawekwa kwenye makopo kama ni vya kunywa au kama ni vya kutafuna. Na unaweza kukuta vimekaa dukani hata wiki moja hata mwezi. Naomba hizo clips. Naomba hiyo biskuti hapo. Au naomba kitu fulani hapo. Upo kwenye basi una clips. Ndasinzia ni clips. Zote tunazita junky food. Hata popcorn. Junky food. Mbona kama siponi mimi? Sidhani nitaenda tena movie. Mimi siendi movie tena. Ukaenda usile. So those are junky, right? Junky food.
Nachoka mimi. Chips sio junk. Mbona kama hatutoki sasa mpaka hapa? Chips ipo katika in between. Hata tunapozungumzia chips, watu wengi wanapenda kuiweka kama junk food. Lakini changamoto kubwa ya chips sio viazi. Viazi ni wanga. Ni mpishi sasa hapo ndo anashinda. Anataka kwenda kwenye mafuta. Msikilize. Sehemu mbili. Sehemu ya kwanza kukaanga. Mafuta. No, sio mafuta. Kukaanga. Kwani hata nikiwa napika labda maharage, sina tumia mafuta. Mafuta nyanya, vitunguu, nini nitaunga pale baadaye nitapika. So when you say kukaanga you mean what? Kukaanga, ukichukua chakula, ukiweka kwenye mafuta kinazama kabisa. Dip. Alafu unatulia kinapigwa na moto, kinakonga na mafuta. Alafu baadaye unakila. Kuna zile chips za kiume ikauke sana. Hiyo ndo mbaya zaidi. Sasa inakaa make inakaa kwenye mafuta muda mwingi. Ninapaka kwenye mafuta, changamoto kubwa zinakuwa ni mbili. Changamoto ile mafuta yenyewe kwanza yanakuwa yana sumu ile, ndio tunazitaga free radicals. Nikisema free radical unajua pata mfano kama vipi? Free radical kupata mfano kama kwamba pata mfano ni kemikali ambazo ziko mwilini ni sumu, zinapita kwenye viungo, zinababua viungo. Pata mfano kama vile labda kama kuna mtu mbaya mtaani akafungwa gerezani. Hapo anakuwa sio hayuko huru, anakuwa amefungwa, si ndio? Lakini pale anapoachiliwa gerezani, bwana labda bahati mbaya ametoroka. Anakuja mtaani mwenu huko, sasa nyinyi mlimfunga, mnisema kwamba ni mwizi. Sijui labda anabaka watoto au labda nini. Sasa anatoka gerezani huko ameachiwa, sasa yuko huru, sasa amekuja kulipa nini? Kisasi. Yuko free. Pata mfano huko kama free radical. Kwa chips inapokuwa inakaanga, inazalisha free radical ambazo zinakuwa ni nyingi kweli. Ambazo free radical zinaathiri kila sehemu ya kiungo mwilini. Na sio hivyo. Ubaya zaidi wa free radical ambao mimi binafsi nauogopa. Kuna tafiti zinaonyesha free radical zile ambazo zinapatikana kwenye vyakula vilivyokaangwa zinaweza zikaathiri mpaka vinasaba DNA. Sasa tunazungumza hapo. Na DNA unajua ndio wewe hapo. Yaani kila kitu jinsi ulivyo ni DNA. Kwa hata kuku ile ambayo wanaidip pia inaweza kuzalisha free what? Chakula chochote kilichokaangwa kinazalisha free radical. Na free radical zitazalishwa kwa wingi sana kama chakula kitazidi kukaangwa na kukaangwa na kukaangwa. Kupasha sasa ile inaitwa. Yaani amekaanga asijapata mteja wote. Sasa una mafree radical nyingi sana. Unapenda kununua chips pale unakuta amekaangia zaidi ya mara 90 ile. Amekaangia mara ya kwanza. Mafuta yale kakanga tena. Radical zinazidi kurundikana. Tokea asubuhi mpaka kesho au baba anamwaga. Wananunuaga mapya wanaongezea. Unaona. Kwa hiyo mara nyingi tunasema kwa mtu, unajua vyakula muda mwingine havyepukiki mara nyingi tuna namna fulani ile ya msaada kwa mtu ambaye anapenda vile vyakula. Fast food. Tunasema mara nyingi kama unapenda chips sana, kaanga mwenyewe nyumbani. Sio chakula chema lakini ni heri ukaange mwenyewe. Ina usalama kidogo. Na usile mara kwa mara. Na ukaange mafuta mara moja. Yakimaliza ya mwage. Achana ya mwage. Mimi naenda kumwaga. Mimi nikaangia samaki nikayatunza. Wait kwanza. Ninunue mafuta nikaangie chips nyumbani ni mwage. Lita 5. Mnajua lita 5 ni shilingi ngapi sasa? 35 nadhani. Tutafute hela. Mimi nimesikia hilo swala. Imagine robo ya sahani weka wali, robo nyingine maharage, robo nyingine mboga za majani, robo nyingine nyama. Huyo si wakishiwa kabisa huyo. Tunaweka hivi? Sahani unaiweka msalaba, si ndio? Robo unaweka wanga. Okay. Hapo siko vizuri hiyo. Unaweka wanga yoyote tunavyoona wewe hapo. Sawa. Robo nyingine unaweka protini. Alafu hiyo nyingine unabaki? Protini sasa vyakula vya protini kama unataka kufahamu kwa lugha nyepesi. Ni zile mboga. Samaki, nyama, maziwa naingia humo, maharage, njegele, Mimi nakulaga ugali na maziwa. Ugali na maziwa. Tuko sawa sisi, ugali na maziwa. Mtindi. Zingatia robo ile. Ndio maziwa. Sawa. Kuna kiwango. Sawa. Na ugali. Sawa. Imebakia nusu nyingine huko, si ndio? Ile nusu yote. Matunda au mboga za majani. Matunda au mboga za majani au vyote kwa pamoja. Sasa umemwona yule pale? Yule mpige picha. Kwa siku anakunywa kopo moja la energy na maandazi 3. Siku imeisha. Maana anakula ngano na kopo moja la energy.
hapo anakula mara nyingi vitu vitatu ambavyo ni vibaya. Cha kwanza wanga iliyokobolewa. Sawa? Alafu cha pili pia ukumbuke imekaangwa pia hiyo. Si mandazi umesema? Sawa? Hapo kuna free radical nyingi humo. Alafu cha pili ambacho ni kibaya, sukari. Ambayo inapatikana kwenye energy drink. Hata kwenye huko kwenye mandazi kuna sukari. Kuna sukari vile vile pia. Alafu cha tatu ambacho ni kibaya, kwenye energy drink pia kuna caffeine. Sawa? Ngoja nizungumzie sukari. Kiuhalisia kabisa, tuseme mkweli, mpenzi wa Mungu. Sukari haitakiwi kutumika kama ile ilivyo. Na utakuja kugundua magonjwa mengi haya ambayo tuko nayo sasa hivi ambayo yanatusumbua sana, yameanza kuanzia miaka 1800 hapo. Baada ya Industrial Revolution, baada ya mapinduzi ya viwanda, watu wakaanza kutengeneza sukari. Mtu anachukua miwa, anaweza kachukua miwa, akatengeneza sukari kutoka kwenye miwa. Sukari ikawa nyingi. Sawa? Au akachukua vitu vingine akatengeneza sukari. Badala ya kuchukua sukari katika uhalisia wake. Kwa mfano unapokula zabibu zina sukari nyingi. Unapokula zabibu si sukari peke yake. Nakula sukari, nakula maji, nakula ile nyama yake, nakula ganda, vyote kwa pamoja. Na vyote pamoja vinaungana kwa namna ya pekee ndani, kila mmoja anamlinda mwenzake ili uweze kupata afya njema. Lakini pale unapotenganisha kimoja kinakaa kinajitegemea, sukari inapotumika inakuwa ina changamoto sana. Kwa mara nyingi hapo kuna changamoto ya ngano hiyo, changamoto ya sukari, changamoto ya caffeine, inakuwa ni balaa kweli kweli. Hatupone. Rafiki yangu, usitumie bwana. Acha hizo. Acha kabisa. Okay. Piga picha yetu. Speaking of this, kwenye kumalizia. Kwenye nutrition kuna vinywaji. Kuna mtu sasa hivi mtaani anaamini kwamba akinywa juice yuko salama zaidi ya akinywa soda. Okay. At the same time kuna gym trainer huku mtaani anakwambia ukitaka uwe na afya badala ya kunywa juice iliyosagwa kula tunda. Okay. Tusaidie uelewa hapa. Katika nutrition simple iko hivi. Tunda ni bora kuliko juice. Sio kwamba juice ndio mbaya haifai, hapana. Tunda ni bora zaidi kuliko juice. Lakini juice pia ni salama zaidi kama itatengenezwa vizuri. Tunda linaweza kukaa muda mrefu, unajua ni kama na ndizi hapa au ndizi na maembe, inaweza nikakata siku mbili kaja nikala tena. Wala haina shida. Iko sawa. Lakini ikishasaga tu utakuja kugundua kwamba juice haiwezi kukaa muda mrefu. Ikishapita tu jioni ni kama imechacha kuchacha fulani hivi. Mimi naweka kwenye friji. Ya unaweka kwenye friji ndio. Lakini ndio kwenye friji haiwezi kukaa milele. Lakini kuna kaladha fulani kanabadilika. Sawa. Kwa mara nyingi tunapenda hivi, kama utaweza kutumia tunda katika uhalisia wake, ni nzuri zaidi kuliko juice. Sawa? Lakini pia unapotengeneza juice mara nyingi, kwa mfano, mtu atengeneza juice labda ya nini, ya machungwa. Atakamua machungwa hata 5 kupata juice moja, si ndio? Lakini angesema yale machungwa asingekula machungwa 5. Okay. Lakini pia anapokula machungwa hali mchuzi ule tu, anakula na ganda. Unaona? Ambapo kwa pamoja hivyo vinasaidia kuweza kuimudu ile sukari. Unaona? Lakini unapokunywa juisi peke yake sasa ndio kunakuwa na changamoto hivyo. Unakunywa maji na ule mchuzi. Ukiweza kupata ile ganda ni vizuri kabisa, wengine wanaitaga smooth. Ni nzuri zaidi kuliko hizi ambazo ni nini? Ni raw. Sawa. Mimi naendelea kuelewa. Kwa hiyo nitakuwa sinywi juisi. Usinywe juisi. Speaking of afya. Kwa haraka. Jamii inaelewa mtu ambaye kidogo ana mwili amenenepa. Jamii inasema huyu mtu ana afya, ana maisha mazuri. Amejipata. At the same time, Dr. Janabi anatuambia vile alivyo yeye, ile ndio afya. Ajala keki mwaka wa 24. Ajanywa juisi. Alisema juisi. Siku ya birthday yake watu wakaanza kuangalia atakula. Daktari mshua bwana yule. Alikula bwana ile keki. Dr. Janabi anatuambia yeye ajanywa juisi. Mwaka sasa hivi tangu mwaka wa 20 hajanywa juisi. Anakula tu vile anavyoonekana, ule muonekano wake ndio afya. Ule ndio afya. Unajua ni vigumu, hatuwezi kumchukua mtu mmoja muonekano wake tukakonklude kwamba huyu sasa, jamani, watu wote Tanzania mwe na mwili kama hivi, mumfuate huyu. Ni ngumu sana kwa sababu pia hata mwili wa mtu
unategemea vitu vingi, sio chakula peke yake. Nikupatie mfano mzuri. Sisi kwetu wote ni membamba. Ndio maana na mimi niko hivi. Mtu mwingine unakuta ni mnene, wao wote ni wanene. Okay. Chakula kinachangia sehemu ndio, lakini pia kuna vinasaba vile vile pia. Unaona? Kwa hiyo swala la mwili, muonekano wa nje ni issue pana sana. Lakini mimi binafsi kwa mfano katika birthday yangu labda imetokea. Wakaniletea keki, bwana Robert, keki. Jamani, keki nini hivi na hivi. Unadhani nakula siri? Utakula wewe, wapa support washikaji wewe tu. Ya nakula. Inabidi ila hutokula kwa kiwango kikubwa, si ndio? Kwa sababu kwanza sio mlaji wa keki cha kwanza. Okay. Lakini pia ni kila kipande kimoja. Sio kwamba ndio dhambi nimeathiri maisha yangu yote, mimi ndo nitapata sukari, nitapata pressure. Hapana wewe. Hapana, si kweli. Nitawahuzunisha pia washikaji nisipokula. Kweli. Sawa? Lakini sasa sitokula kwa kujiachia. Kwa sasa nikate jingine. Kuna ile kwamba mtu mwenye keki, mwenye birthday yule analishwa, yale sana mpaka wanampaka. Kila mtu anamlisha, Sasa hiyo jao. Unaona? Lakini pia icing sugar yale nitayatoa pia. Alafu wengine wanakaga kiwango kikubwa sana cha icing sugar. Yaani unakuta layer imejaa nene hivi icing sugar. Kwa ni hatari. Hivi keki pia ni hatari kweli kwa katika afya ya binadamu? Ni ngano iliyokobolewa. Pia ndani ya keki ni ngano iliyokobolewa ambayo ni shida. Lakini pia cha pili ndani yake kuna sukari. Icing sugar pia unaweka ndani pia. Kuna ile ya nje na kuna ya ndani pia, ambayo ndio sukari, ambayo ni hatari kweli kweli pia. Vipi kama ukila keki na maziwa? Kama unasi umetibu nini mpaka hapo? Ndio sumu, kwamba imezuia sumu au sio? By the way, hivi maziwa yanazuia sumu? Na maziwa inda sumu. No, kuna yanakufanya usiathirike na sumu kama umekula sumu. Yani mfano, yani maziwa yana faida gani katika mwili wetu? Ni protini. Ina faida nyingi. Maziwa yana virutubisho vingi kweli kweli, yana vitamini hizi B nyingi kweli kweli, yana madini mbalimbali, magnesium, calcium, potassium, selenium mengi kweli kweli. Yana faida sana. Japo pia yanakupatia asidi. Yana madhara yake pia. Maziwa. Unakuwa angalia wewe unaenda vipi pia. Kwa hiyo ndio ile Waswahili wanasema ikizidi ni vibaya. Ikizidi ni vibaya. Lakini pia tunasemaga kitaalamu kwamba hivi kama mtu anaweza akapata aina ya vyakula mbalimbali, akachanganya lalo akala nini, maziwa yanakuwa pia yana faida. Lakini kuna wale watu ambao wao sana huko labda wapi huko, ambao nimezungumzia, ambao wanakula vyakula vya aina moja tu. Huko Mbeya huko nyanda za juu huko. Vyakula vya aina moja. Mimi kiasi ni viazi na maharage. Ukichunguza kwa makini kuna baadhi ya madini watayakosa. So nakula hapo tu. Alafu wanakuaga makubwa kama majitu hivi. Wewe umekutanaga na mama Nikutanaga na mmoja anauza maparachichi. Kula parachichi nyingi. Huyo kaenda hewani. Nikasema huyu anaweza kanitia kiganja nikadondokea hapo. Ana nani? Hivyo. Natamani uulize swali nyinyi. Tunapozungumzia swala ya chakula, kutumia junk food, vyakula vya chips, vyakula vya anga hivi ambavyo sio havifai, ambavyo vimekobolewa. Ukiangalia kati ya wanaume na wanawake, nani ambaye anatumia sana hivyo vyakula? Wanawake, si ndio? Sema wanaume. Wanawake. Lakini wanawake. Tuwape kesi wameathirika sana. Sasa labda hii ngoja nikupatie siri. Hospitali na wagonjwa wengi sana pale. Hii ndakupatia siri. Kuna mama mmoja hivi ana miaka mara nyingi kuanzia 45 hapo na kuendelea. Ni mnene. Au wanawake mara nyingi wanakuja hospitali na magonjwa haya ambayo tumezungumzia. Moyo, sukari, figo. Na mara nyingi naoga nashangaa wana muonekano huo. Miaka kuanzia 45 na kuendelea ni wanene. Tukubaliane kwamba afya ina masuala ya chakula ni mapana sana. Then kwa ufupi, kwa yale ambayo maybe ulikuwa unatamani kuongea kuhusu afya ambayo maybe tumesahau kukuuliza. This is your time. You can conclude kuhusiana na masuala ya vyakula. Okay. Kitu ambacho natamani niseme ambacho ni cha msingi sana ni vitu kama vitatu vya msingi. Cha kwanza, zingatia unakula nini. Cha pili, zingatia unakula muda gani. Cha tatu, zingatia unakulaje. Zingatia unakula nini. Vyakula lazima uzingatie. Na maanisha mpangilio wa sahani. Mpangilio wanga ukae robo, protini ikae robo,
kingine mboga za majani na matunda. Alafu uzuri vyote vini vya bei nafuu. Mboga za majani mafungu mawili ya 500. Mboga nyingi kweli kweli 500 tu. Kwa hiyo hata mtu wa kawaida anaweza kula vizuri kabisa. Hicho cha kwanza. Sawa, lakini lazima tu pia unakula nini hapo? Mimi upunguze vyakula hivi ambavyo ni vimesindikwa. Vyakula vya kununua vile madukani na vyakula vya kukaanga pia lazima vipunguzwe kwa kadiri inayowezekana. Ndio mwingine kuacha kwa anayeweza ni vizuri. Lakini kwa ambao hawawezi wapunguze kwa kiwango cha chini kweli kweli. Sawa? Lakini kitu cha pili nilichokizungumza ni kwamba zingatia unakula muda gani. Tafiti zinaonyesha pia muda mtu anaokula pia na wenyewe una msingi sana katika afya yake. Sawa? Kwa mfano kuna hiyo nimewahi kusikiaga mtu anasema ikifika saa 2 usiku kama hajala chakula cha usiku hawezi kula tena mpaka kesho. Ni kweli kabisa. Ni kweli kabisa na kitaalamu inavyoonekana kabisa. Muda mzuri wa kula na ukashiba vizuri ni asubuhi. Kwa sababu hapo cha kwanza ndio unaenda kwenye harakati. Kile chakula unaenda kukitumia. Sawa? Mchana unakula kawaida. Usiku kidogo au wengine hawali kabisa. Na nikwambia ukweli kabisa. Tafiti hizi zilifanyika mara nyingi na mara nyingi na mara nyingi. Zote zikaonyesha kwamba hivi kwa mtu ambaye anafanya kazi za kawaida tu hizi milo 2 inamtosha kabisa vizuri. Milo 2 inamtosha vizuri. Lakini kwa wale wanafunzi na wanafanya kazi ngumu milo 3, wengine mpaka milo 4. Lakini binadamu wengi sisi kazi za ofisini au kazi za kawaida hizi za ambazo hatutumii maguvu sana milo 2 inatosha vizuri kabisa. Wa asubuhi, wa mchana. Then hiyo sasa nizingatia unakula muda gani. Muda wa kula sasa. Na watu wengi wanapokosea muda wa kula hapo inaleta changamoto nyingi za tumbo mara nyingi. Na vidonda vya tumbo, kiungulia, gesi kujaa, acid reflux na mambo mengine mengi kweli kweli. Kwenye kuzingatia muda tu pia. Lakini pia na unene. Mtu anakula usiku afa anaenda kulala. Amekula sahani kubwa kweli afu na vimarage juu pale kama urembo juu. Anajishindilia afa anaenda kulala. Afa anaenda kulala. Chakula mimi nikilaga kwa kiwango hicho unaotaga ndoto za kukabwa kukimbizwa. Unaota mimi nikila hivyo nikiamka asubuhi tumbo limeharibika kabisa. Itakuwa na beua mara nyingi hata mood yote nzuri yani yote inapotea. Kwa kula matunda afu endo kalale ni kitu sahihi. Ni angalau maana ni chakula kidogo afu matunda pia digestion ya chakula ya matunda ni nyepesi. Unakula matunda ndani ya masaa 1 au masaa 2 imeshameng'enywa, imeshatoka tumboni, imeshafika kwenye damu. Mimi girlfriend wangu alikuwa ananiambiaga ikifika jioni kama itafika saa 2 ikifika saa 1 bado hatujala. Siku hiyo hamna kupika. It's either kate saladi au tusile kabisa. Mchumba mzuri akishona muoa. We ananianza njaa. Nani? Ndo yule? Atakuua ndugu yangu. Ataniua. Kwamba ikifika jioni amli, si ndio? Yaani ikifika saa 1 hatujala, hapiki. Anapikaga saa ngapi sasa? Mara nyingi mpaka kufika saa 12 tunatakiwa tuwe tushakula chakula cha jioni. Yaani ikifika saa 1 ndo basi tena swala kupika basi. It's either akate saladi au tulale. Nikuulize swali. Tunasemaga mara nyingi kuna milo 3. Kuna mlo wa asubuhi, mlo wa mchana na mlo wa jioni. Kwa usiku kwa wapi hapo? Unaona? Au usiku ni kirefu cha usikule. Kirefu chake ni usikule. Wait. Milo 3. Asubuhi, mchana na jioni. Hakuna usiku. Nani alileta usiku? Shughuli za maisha tu mara nyingi. Au mimi utafiti tayari nishafanya utafiti. Na mimi utafiti wangu wengi tunakulaga mpakani mwa jana na leo. Unakula karibia. Inakaribia kesho. Unakula karibia na kesho. So kwa tafsiri ya kwamba jioni. So you are telling me and my whatever it is. Me and my friend kwamba mwisho wa kula jioni tu tunakula saa 12. 12 saa 1. Japo inategemea unalala muda gani. Kama unalala muda wa kawaida saa 4 saa 5, 12 saa 1 ni vizuri zaidi. Usile tena baadaye. Ni vizuri zaidi. Itakuwa ni mimi na matatizo kwa sababu ninaendaga kwa mjomba wangu. Mjomba wangu shangazi anaivishaga chakula saa 12 jioni. Chakula kimeshaiva. Saa 1 kamili watu washakula. Saa 2 watu washaenda kulala. Mimi sasa mtoto wa daa siweza kulala saa 2. Na saa 8. Alafu ikifika saa 5 njaa inaanza kuuma upya. Hiyo inakuwaje? Ni mazoea. Hivi unajua mwili wetu una adapt na sisi tunavyoishi. Ukisema uanze kula milo 8 kwa siku,
8. Kwa mfano unasema kwanza leo unaanza kula milo 8 kwa siku. Ikifika siku umekula milo 6, utasikia njaa sana. Kizunguzungu. Unaanza kutetemeka kabisa. Mwili unaadapt. Unaadapt na namna wewe unavyokula. Lakini unaweza ukasema kwa siku mimi nakula mlo mmoja tu. Na ukishazoea kawaida. Lakini wakazi wengi wa Dar hawali milo 3, nakataa. Wakazi wengi wa Dar milo yao inaanziaga mchana. Ni kweli. Wengi wa asubuhi wanaruka. Asubuhi wengi tunaruka. Mimi mwenyewe it's not like siwezi kula asubuhi, lakini huo muda wa kula asubuhi mimi ndo nachakarika kuja ofisini. Nikifika ofisini nipo kwenye dawati langu, naanza kuchakarika na kazi, naanza sijui kwenda huku. Mchana ndo napata nafasi ya kula. Na jioni nikitoka kazini natoka saa 12 au saa 1 usiku naelekea nyumbani. Nikifika nyumbani kuweka vitu sawa, fanyaje, najikuta nimekula mpakani mwa jana na leo. Saa 6 usiku. Tayari. Sawa. Tumuulize tujue nani yuko sahihi hapa. Kuna gym trainer mmoja aliniambia asubuhi ukiamka kula mayai 6. Ikifika mchana kula kuku mzima, whatever it is, kuku mzima au nusu. Ikifika jioni, hivi nasema nikifika jioni ile nini? Yani alikuwa ananihamasisha nikisha nakula by the time nafanya mazoezi. At the same time kuna gym trainer mwingine ananiambia asubuhi usile. Amka asubuhi, endelea na mambo yako. Kula kuanzia saa 6 mpaka saa 9 mchana. Ni nani yuko sahihi na nani anataka kuniua hapa? Kuna mmoja atakuwa mhaini hapa. Mmoja ni mhaini. Sawa. Sasa kila mtu ana ushauri wake hapo, si ndio? Na hata sisi pia katika masuala ya chakula kuna baadhi ya tafiti zinaonyesha kula asubuhi ni vibaya. Lakini tafiti nyingi zinaonyesha kwamba kula asubuhi ni nzuri zaidi. Ndio bora. Ni chakula ambacho utakiwi kukiacha hata kidogo. Ni yeye ukose vyakula vyote kwa siku. Ila sio cha asubuhi. Sawa? Sasa huyo anayekwambia ule mayai 6. Nakwambia ukweli, uchunguzi nimefanya mimi mwenyewe. Nilikula mayai 100 ndani ya wiki moja. Lengo kubwa ni kujaribu kuangalia kitatokea kitu gani mwilini. Aisee, mambo yalikuwa ni hatari. Kwa sababu nakwambia kitu kimoja tu. Mafuta yangu ndani ya mwili yaliongezeka kwa upana sana. Nilikuwa na mafuta 143. Mafuta yakaongezeka mpaka 250. Nijaribu kuchunguza kuangalia mabadiliko gani yanatokea katika vipimo vyangu, wingi wa cholesterol. Na ninapozungumza cholesterol na maanisha aina fulani ya mafuta. Ni mafuta mabaya hayo ukikana nayo vibaya, maana yakikanda ndani ya mishipa ya damu yakiganda mule yanapelekea magonjwa mbalimbali ndani ya mwili. Mafuta ya cholesterol siku ya kwanza ninapoanza kula mayai yalikuwa 143. Ninapomaliza mara ya mwisho, baada ya kumaliza nikakaa wiki moja nikaenda nikapima. Yalikuwa yako 270 mafuta. Mara ya kwanza ilikuwa 250, baada ya wiki ile kukamilika ikafika mpaka 270. Na kidaktari tunasema hivi, mafuta hayatakiwi kuzidi 200. Unaona? Sasa mayai ni sawa. Yana faida zake ambazo ni nzuri pia, lakini pia angalia pia na wewe ni mtu wa namna gani. Kuna wengine wa kila mayai kama sisi, zile mafuta ya cholesterol tunayafyonza. Mimi ninafyonza mafuta kweli kweli, ni kila mafuta. Kuna mtu mwingine na kila mafuta hayafyonzi. Kufyonza kwa maana inategemea na namna mwili unavyopata kile mafuta na unavyomeng'enya. Kwa mfano mimi nikila mfano vitumbua, miogo ya kukaanga, maandazi. Kuna kama kiungulia fulani hivi. Yaani nasikia kukereketwa, nasikia kama nakerekwa na yale mafuta like naweza nikashinda siko comfortable siku nzima. Baada ya kuwa nimekula vitumbua, maandazi, mihogo ya kukaanga, just like that. Hiyo inakuwa ni nini? Mara nyingi ni kwa sababu ya mafuta pia yenyewe. Mara nyingi ni kwa sababu ya mafuta. Ukijaribu vyakula vingine unaonaje? Inakuwa niko sawa. Uko safi. Okay, ukijaribu chakula kama labda kinachofanana, umesema ni vitumbua na nini? Vitumbua, maandazi haya. Chapati vipi? Na chapati pia. Maana yake vyote ni vya jamii moja, vinakaangwa na mafuta. Si ndio? Inawezekana changamoto ni mafuta hayo pia. Maana wanga tunakula wete, hatupatie changamoto. Lakini pia japo sijui kama inatokea inakupata wewe kweli. Kuna mafuta yanapokuwa mengi yanaweza kusababisha pia acid reflux. Na ndio maana wagonjwa wengi wenye changamoto za vidonda vya tumbo na changamoto ya tumbo
hawaruhusiwi kula vyakula vya kukaanga mara kwa mara kwa sababu vinachochea ile hali. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni hiyo au inawezekana ikawa ni mafuta yenyewe pia. Tumalizie na hiyo unakulaje sasa. Kitu cha mwisho, zingatia unakulaje. Kwenye kuzingatia unakulaje hapo, watu siku hizi wengi wanakula vibaya. Na maanisha watu kwanza wanakula sana. Alafu cha pili, kile chakula hakitafunwi vizuri. Aisee, ni changamoto kubwa kweli kweli. Kuna uchunguzi ulifanyika, walijaribu kuangalia katika vijana, zaidi ya vijana 1000. Je, wanatafuna vyakula? Kaja inaonekana katika vijana 1000, zaidi ya 85% ya vijana hawatafuni vyakula sawa sawa. Anaweka chakula mdomoni, anapeleka kushoto, kulia, kinapelekwa tumboni. Sasa daktari, ngoja kwanza. Sisi wengine kula yetu done. Na unakula kwa haraka. Tunatoa jambo pale. Tupo watu 60, watu 16 kidogo. Sinia yenyewe ndo hili hapa. Ukichelewa kwanza ukikaa vizuri upati nyama. Maisha. Mikono ndo hii hapa. Shwa. Unataka nitafune kweli ndio? Sasa meno ina kazi gani rafiki? Ngoja kwanza. Sasa mimi muda nitafuna huku chakula kinaisha. Sheria chakula kitafunwe au kiingie tumboni? Kitafunwe. Kwa sababu unajua kitafunwe? Kwa sababu na kuhakikishia ukiupasua mwili ukagua ndani, meno yako hapa tu juu. Huku ndani kote hamna meno hata ya jino hili. Nini nyie madaktari mnasemaga mmeng'enyo wa chakula? Ile ni nini? Mmeng'enyo, sema mmeng'enyo. Mmeng'enyo Kiswahili ni nini? Ndio Kiswahili chenyewe. Sema mmeng'enyo. Chukueni kama vile mchakato wa chakula. Sio kwamba ukisikia mmeng'enyo ndio kwamba inaponda ponda, kwamba ndio inafanyaje? Hapana. Ni ule mchakato ule, kwa Kiingereza tunataka quest. Akili yako haifanyi kazi. Huyu. Mimi ni kula ponda huko tumboni. Wewe akili yako haifanyi kazi. Mimi tueleze hata aleti sawa pia alikuwa afikia hivyo kwamba bwana sikiliza. Wewe meza tu. Yataponda huko ndani. Mimi mwenyewe sure nilikuwa najua mmeng'enyo ndio hiyo. Chakula kina mmeng'enyo. Sasa ukitaka kwenye kuponda, ndani ya mwili huku ni kuna utumbo tu, mlaini tena. Kuna asidi ambazo pia zinasaidia pia zinakiyeyusha kile chakula. Okay. Lakini kitatoka vizuri endapo kama kitatafunwa vizuri ndani ya tumbo. Na ngoja nikupatie siri. Endapo kama mtu hata kama ni chakula kidogo, hata kitafuna vizuri. Kile chakula kifika ndani ya mwili, kitafyonzwa vizuri na kitampatia nguvu kubwa kuliko kila kingi. Kila kingi kinafika ndani ya tumbo, mwili unajaribu kukimeng'enya, kukifanyia ile michakato yake, kukimwagia asidi, kukimwagia zile enzyme kemikali kwa ajili ya kukimeng'enya, lakini kinakuwa hakiwezi kumeng'enyeka. Chukulia tonge la ugali liko hivi kubwa, litameng'enywa hapa kwa juu tu. Kwa ndani haiwezi kufika. Lakini ambaye ametafuna ile tonge likatoka hapa, likawa hivi, liko wazi kabisa. Zile asidi na zile kemikali za kumeng'enya enzyme zinaweza kukidili nacho vizuri kabisa, kinakimeng'enya kwa ndani kwa nje vizuri. Kuna kama ile mfano unaweza kuwa umekula, let's say inaweza ikawa inaendana na imaki na mimi siku hizi nina akili. Kuna ile unakuta chakula kinarudishwa, kinarudi hivi mdomoni. Chakula yani unakuta ni kama tonge la ugali limerudi mdomoni. Kuna mtu akanambiaje unatakiwa uitafune uimeze tena. Usteme. Tonge ulilimeza. Linarudi zima. Sasa sijajua unasema vipi kwa sababu kwenye koo la chakula kuna sehemu mbili. Japo limeganyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni sehemu ambayo wewe una nguvu nayo. Unaweza ukaicontrol wewe. Ambapo ponda hapo. Ambao unaweza ukameza ukatoa nje. Sasa sio wewe. Yanaweza kuwa umekula, let's say yakapita kama dakika 45 mpaka nusu saa hivi. Ushakunywa maji yako fresh tu. Na kutoka tonge kama ilivyo kabisa. Tonge kabisa mdomoni. Wewe sikia, uliangalia kwenye season gani? Sio season ni kwa movie gani? Wewe kwa Mwamposa rafiki yangu. Ni movie. Sio kwa Mwamposa. Tonge kabisa. Haikuwa hata wali inakuja kama kikundi kamekaa hivi. Haikuwa nili bongo movies za kina Kanumba, Game Fest Quality. Sema inawezekana. Zile za kina nili za Johari. Hivi. Kwani iwe ni digestion? Kama ni chakula, kama ni wali, kuna punje za zinaweza zikanata kwenye meno kwa ndani kabisa. Mimi sijui kwa nini amnielewi. Au mimi ndio siongei vitu vinavyoeleweka. Tonge la ugali narudi. Dakika 45. Ndio kama mfano kama mbuzi. Mbona kama mbuzi? Mbuzi anakula, alafu baadaye unaweza kujua anakula Big G. Baadaye anacheua, anaitoa nje. Binadamu hawezi kucheua. Binadamu acheua.
Basi utafiti wangu mimi ufanye kazi. Na labda nikwambie tu ukweli. Unapokula chakula kinapofika ndani ya tumbo, kuna geti ambalo linafunga. Lazima chakula kisitoke kabisa. Huyo wanyama unaowazungumzia tunataga ruminant, yani wanyama ambao wanaweza kubeua. Wale waga wana matumbo tofauti kabisa, paka, mbwa, ngamia, unakuta baadaye amekaa kondoo, ng'ombe, kondoo, mbuzi, ngamia, safi. Unaweza Afili swali lako ulianza vizuri, ulianza mimi siku hizi nina akili. Kumbe akili yangu, hii akili yangu ni mpya. Akili yangu haina akili, bado ina update. Bado 2026 tumeanza vizuri sana. Sawa daktari. Actually mimi binafsi nimejifunza vitu vingi sana. Ingawa somo la biology ilikuwa silipendi, lakini nimependa baadhi ya vitu hapo. Tumeweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la vyakula vya wanga, vyakula gani vizuri. Wanga sio mbaya, ubaya ni ukoboaji tu kumbe. Sawa. Na madhara ya wanga ambao umekobolewa sana, ndio umetujulisha hapo, sukari. Mimi mwanafunzi mzuri actually. Na mimi nilikuwa naandika. Sio mimi ndo mwanafunzi bora sasa. Mimi nilikuwa natumia iPad. So na pia vile vile tumezungumza vitu vingi. Mimi binafsi nimekuelewa vilivyo. Ingawa nilikuwa na maswali fulani nataka nikuulize, lakini nikawa na moyo wangu uko ananiambia hilo swali sio sehemu yake. Tutakuuliza kipindi kijacho, haina shaka. Bwana, una jambo lote la mwisho kuambia daktari? Kati ya unene na wembamba ipi ni afya? Katikati. Hapo katikati? In between. Kama mimi hivi, si ndio? Kama mimi. Wote nyinyi mko vizuri kabisa. Kwa sababu waga kuna wigo. Yule bana. Yule cameraman wetu. Changamoto. Yule sababu kuna mandazi na energy drink. Mandazi na energy drink. Sawa doctor, kama kuna chochote unatamani kushare na watu, it's your time. Vitu tumezungumza vingi, lakini ambacho naona ni cha msingi zaidi ambacho mtu anaweza akasahau vyote akikumbuke hicho ni kwenye sahani inavyotakiwa ikae, ambao nusu ya sahani mboga za majani na matunda. Ile masuala ya nyumbani, ndizi moja mnakatiana watu wawili, hapana, itakiwi. Mtu mmoja unakula ndizi hata 3, ndizi 4 za kuiva. Alafu madokta waongo. Mimi kuna dokta ashe kunambiaga ukila ndizi utakiwi kuzidisha ndizi moja kwa siku. At the same time yakala 4 mbele ya macho yangu. Mimi niliambiwa tikiti sio zuri kimeza mbegu. Kimeza mbegu sisi zinaleta sio asidi gani kwenye macho. Kwa ndizi 3. Okay. Ninachojaribu kumaanisha hapa ni kwamba ulaji ule. Nusu ya sahani iwe matunda au mboga za majani. Hiyo ni nusu ya sahani. Hiyo ni nusu ya sahani. Okay. Alafu hizo nyingine sasa ndio vingine uko vigombanie sasa. Kama utakula protini ambayo inamaanisha marage, njegele, samaki, nyama, nini kidogo. Na wanga huku matambi, ugali, wali, pia kidogo huko. Okay. Mara nyingi imeonekana kwa mtu anayekula hivyo yuko salama kabisa. Okay. Ndaanza kesho. Tuanze kesho, alafu utakuwa unaangalia afya yangu. Kama unaweza kula mayai 100 ili kusudi uweze kuona faida yake, tutaanza kesho na sisi tutakuwa tunakupa feedback. Kila wiki tukikutana hapo nasema nimeongeza nini. It was big time. Tulikuwa na Dr. Daniel. Japo hapo hivyo vikoti wanavipendaga sana. Vinapatikana? Tutashona vimoja. Itabidi tupate kadhaa. Ungenunua tu usishone. Vinanulika? Hii 75 na vinapatikana. Sasa vile kaunyama hivi. Kaunyama fulani hivi. Langu jina Lamek Bethsema Martin Kayamba, sikuwa peke yangu. Mimi naitwa you know my name, Roy. Tulikuwa na Dr. Daniel, till next time. By the way, kama una chochote unatamani kukijua kuhusiana na masuala ya kiafya, kuna sehemu ya kucomment. Hapo chini. Comment hapo. Sisi tutakutana tena na dokta na tutamuuliza maswali yote ambayo yatakuwa. Maswali ya afya uzazi kama unayo, maswali yoyote ambayo unayo. Afya uzazi. Bado umesema afya uzazi. Afya uzazi, maswala ya kifua kikuu cha wamama. Maradhi ya wamama na nguvu za kiume hivi unaweza kuzungumzia nguvu za kiume ni ugonjwa au ni ugonjwa? Ni ugonjwa.
na hata katika mwongozo wa matibabu Tanzania ipo kabisa section inaitwa kabisa sexual dysfunction. Mbona Kiswahili ni upungufu wa nguvu za kiume. Sexual dysfunction. Tukutane kwenye sexual dysfunction. Yo. Bye bye. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.